inasema kwamba imeandikwa historia ya shule ya Sabato ya Fofam. Baadhi nafikiri tuko nayo kwa wale ambao hawana, wale ambao hawajapata naweza kusoma hivi hivyo. Inasema kwamba shule ya Sabato ya Fofam ilianzishwa rasmi mwishoni wa mwaka wa 2019 baada ya mkutano wa Injili wa majuma mawili kuanzia tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka wa 2019 hadi tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka wa 2019 ulioandaliwa na kanisa la Kiadventista la Sabato Majengo Kanamai hapo hapa Fofam. Hapa Fofam katika shule ya Vision Academy ambayo iko hapa mbele kidogo, wenyeji wanajua. Mkutano huo wa Injili ambapo mchungaji Mwangi alikuwa mgeni mkuu ulihubiriwa chini ya uongozi wa mchungaji wa Mtwapa District, mchungaji Samson Tui, wazee wa kanisa la Majengo Elda Lameki Masika na Elda Charomeza na Elda Jackson Mogaka pamoja na idara ya watafuta njia na Elda kiongozwa na Elda Ronnie Chei. Kwa uwezo wa Mungu, watu 6 walibatizwa na kupokelewa katika kanisa la Majengo Kanamai. Baada ya mkutano huo wa Injili, washiriki wasiopungua 10 kutoka kanisa la Majengo Kanamai SDA Church walijiunga na waliobatizwa, na Sabato ya tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2019 ikawa ya kwanza kuabudia pale Vision Academy chini ya uongozi wa Jackson Mogaka na kiongozi wa shule ya Sabato wakati huo Elda Dennis Omoi. Unasemaje? Amina. Amen. Kama nipata wanaendelea kabisa. Wale ambao tumesoma bado wengine wako hapa, wengine walienda mbali na waliokuwa hapa, Mungu awabariki sana. Naendelea kusema kufuatia uchaguzi wa mwaka wa 2020 waliochaguliwa viongozi hao wawili rasmi kuilea shule hiyo ya Sabato. Baada ya miezi mitatu, viongozi wawili nimesema ni Jackson Mogaka na Elda Dennis Omoi. Baada ya miezi mitatu, shule ya Sabato ya Fofam ilihamia kwa Barani Power King Academy kufuatia ongezeka kwa ada ya mahali pa kuabudia. Mwaka wa 2023 chini ya uongozi wa mchungaji Elijah Amoro, Elda Ronnie Chei, Karani Faith Liech na mweka hazina Alpha Karisa, shule ya Sabato hii ya Fofam iliweza kufungua sanduku la wekaji wa fedha zao katika banki ya Equity pale Mtwapa. Mama Veronica Mose akiwa mweka hazina. Kwa uwezo wa Mungu, shule hii ya Sabato ikanawiri
na kuongezeka idadi ya washiriki waliobatizwa na wale wa shule ya Sabato. Naendelea kusema waliendelea kuabudia katika shule hiyo hadi mwaka huu mwezi wa 9, mwaka huu 2025 mwezi wa 9, wakihudumiwa na viongozi kama Elda Mugaka, Elda Dennis Omoi, Elda Charo Benza, Elda Lamek Masiga, Elda Kideji, Elda Roni Tei, Elda Gambo. Au wote katika miaka yote walikuwa ni viongozi wakihudumia FOFAM na wasaidizi walikuwa kule na viongozi wengineo hadi walipohamia kwenda kwa ploti yao karibu na shule hiyo hapa tulipo. Kupitia kwa ubatizo wa makambi na wiki za Injili, idadi ya washiriki iliongezeka hadi kuhitimu kiwango cha kanisa, na mnamo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2025 barua iliandikwa kuomba Kenya Coast Field kuitenga kuwa kanisa. Haya yalifanyika chini ya uongozi wa Mchungaji Charles Nyakundi wa wilaya ya Mamba District, Elda Karisa na Elda Gambo kutoka Majengo Kanamai, na Elda Kalama na Elda Mugaka, Zakayo Baye na Lydia Magoma Kwa upendo wa Mungu, ombi lilikubalika, na leo tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 tupo tayari kuitenga kuwa kanisa. Amen. Amina. Amen. Hiyo ndio historia fupi ambayo tuliweza kupata kulingana na kanisa letu ama shule yetu FOFAM. Ilianza mbali na uwezo wa Mungu, leo tuko hapa kuweza kuitenga kama kanisa, iweze kujisimamia, iendelee kujifungua nayo pia kama kanisa mama ambao ni Majengo Kanamai. Majengo Kanamai ilianzishwa mwaka wa 2004. Hii ndio sawa siku ya pili kutenga kuwa kanisa. Ilianza na Kikambala. Ndio ni sawa siku nyingine ya pili kuwa kanisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ya tatu tunaomba ni Matandale ambao kwa hali ambazo haziweza kuepukika bado tuitenga, lakini Mungu akipenda wakati wote tunaweza kuitenga pia kuwa kanisa. Ombi letu ni kwamba kanisa letu ambalo litakuwa leo FOFAM nalo pia lisilale, ifanye kazi ya kujifungua ama kuzaa ili nao pia liweze kuendelea. Inaitwa recreation. Tuendelee kujifungua pia, tuwe na makanisa, washiriki waongezeke na kazi ya Mungu izidi kwenda mbele. Mungu awabariki.